Urusi imeweka masharti magumu zaidi ya adhabu katika mazungumzo ya amani na Ukraine, katika mazungumzo yanayotajwa kuwa ya muda mfupi zaidi baada ya kumalizika kwa saa moja pekee. Urusi imeiambia Ukraine katika mazungumzo hayo ya amani ya jana Jumatatu kwamba itakubali tu kumaliza vita ikiwa Ukraine itatoa sehemu kubwa mpya ya eneo na kukubali mipaka ya ukubwa wa jeshi lake kulingana na mkataba ulioripotiwa na vyombo vya habari vya Urusi. Masharti hayo yaliwasilishwa rasmi katika mazungumzo mjini Istanbul, Uturuki, yaliangazia kukataa kwa Urusi kuafikiana na malengo yake ya awali ya muda mrefu ya vita licha ya wito wa rais wa Marekani Donald Trump kukomesha umwagaji damu nchini Ukraine. Ukraine imekuwa ikikataa mara kwa mara masharti ya Urusi kuwa ni sawa na kujisalimisha ama kusalimisha nchi yake kwa Urusi. Wajumbe kutoka pande zote zinazopigana walikutana kwa muda wa saa moja tu kwa awamu ya pili ya mazungumzo kama hayo tangu Machi mwaka 2022, wakikubaliana kubadilishana wafungwa zaidi wa kivita na kurejesha miili ya askari 12,000 waliofariki. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliutaja kuwa mkutano mzuri na kusema anatumai kuwaleta pamoja Vladimir Putin na Volodymyr Zelensky wa Ukraine kwa mkutano mwingine utakaofanyika pia nchini Uturuki, ambapo mkutano huo utahudhuriwa na rais wa Marekani Donald Trump kwa siku zijazo. Lakini hakukuwa na maafikiano yoyote juu ya pendekezo la kusitisha mapigano ambalo Ukraine, washirika wake wa Ulaya na Washington wameitaka Urusi kukubaliana nalo. Urusi kwa upande wake inasema inatafuta suluhu ya muda mrefu na sio kusitisha vita kwa muda mfupi katika vita ambavyo bado Ukraine inaona Putin hapendi amani. Kwa upande wake Trump amesema Marekani iko tayari kuachana na juhudi zake za upatanishi isipokuwa pande hizo mbili zinaonyesha mapendekezo ya kuendelea na makubaliano hayo. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov, ambaye aliongoza ujumbe wa Ukraine, alisema Ukraine ambayo imeandaa ramani yake ya amani itapitisha hati ya Urusi ambayo bado haijaonekana kutoa ramani yoyote ya usitishaji mapigano. Ukraine imependekeza kufanya mazungumzo zaidi kabla ya mwisho wa Juni, lakini inaamini ni mkutano kati ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Urusi Vladimir Putin ambao ndio pekee unaweza kutatua masuala mengi ya mzozo, Umerov aliongeza. Zelensky amesema Ukraine inawasilisha orodha ya watoto 400 ambayo inasema wametekwa nyara hadi Urusi, lakini ujumbe wa Urusi ulikubali kufanya kazi ya kuwarudisha watoto 10 pekee kati yao, ambapo pia Urusi inaendelea kusema kuwa watoto hao walihamishwa kutoka maeneo ya vita ili kuwalinda. Mkataba wa Urusi ambao ulichapishwa na shirika la habari la Interfax ulisema suluhu ya vita hivyo inahitajika kutambuliwa kimataifa kwa Crimea, peninsula iliyotawaliwa na Urusi tangu mwaka 2014 na mikoa mingine 4 ya Ukraine ambayo Moscow imedai kuwa ni eneo lake, na Ukraine bado ingelazimika kuondoa vikosi vyake kutoka kwa mikoa hiyo ili kupata uhuru. Jarida hilo pia lilitoa madai ya Urusi kwamba Ukraine iwe nchi isiyoegemea upande wowote ikiondoa wanachama wake wa NATO na kwamba italinda haki ya wazungumzaji wa Kirusi kufanya Kirusi kuwa lugha rasmi na kutunga marufuku ya kisheria ya kutukuzwa kwa unazi. Ukraine inakataa shtaka la wanazi ikiita kuwa ni upuuzi na inakanusha kuwabagua wazungumzaji wa Kirusi kwa kile ambacho Urusi inadai kuwa wazungumzaji wa lugha yake wanabaguliwa sana nchini Ukraine. Hata hivyo pia Urusi imerasimisha masharti yake ya usitishaji wowote wa vita katika njia ya suluhu ya amani, ikiwasilisha chaguzi mbili ambazo zote zinaonekana kuwa zisizo na mwanzo mpya kwa Ukraine kwa kile inachosema kwamba masharti hayo ni magumu. Chaguo la kwanza, kulingana na maandishi, ilikuwa ni lazima Ukraine kuanza uondoaji kamili wa kijeshi kutoka mikoa ya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson. Kati ya hizo Urusi inadhibiti kikamilifu kwa 70% katika maeneo yote hayo manne. Chaguo la pili kingekuwa ni kifurushi ambacho kingetumwa Ukraine kwa ajili ya msaada wa silaha za kijeshi kukubaliwa kusitishwa kwa utoaji wa misaada kutoka nje ya nchi hiyo, ambapo misaada mingine ambayo Urusi inahitaji isitishwe kwenda Ukraine pamoja na mawasiliano ya satellite ya kijasusi. Ukraine pia italazimika kuinua sheria ya kijeshi na kufanya uchanganuzi wa rais na wabunge ndani ya siku 100. Hilo ni hitaji lingine la Urusi. Mkuu wa ujumbe wa Urusi Vladimir Mensky alisema Urusi inapendekeza kusitishwa mahususi kwa mapigano kwa siku 2 hadi 3 katika sehemu fulani za mbele, ikiwa miili ya wanajeshi waliokufa iweze kusakwa na kurudishwa nchini Urusi. Kulingana na ramani iliyopendekezwa iliyoandaliwa na Ukraine ambayo nakala yake ilionekana na jarida la habari la Reuters, inaonyesha Kiev haitaki vikwazo kwa nguvu zake za kijeshi baada ya makubaliano yoyote ya amani na hakuna utambuzi wa kimataifa wa
mamlaka ya Urusi juu ya sehemu za Ukraine zilizochukuliwa na vikosi vya Urusi na fidia. Mzozo huo umekuwa ukipamba moto kwa kiwango kikubwa, huku mashambulizi ya Urusi yamekuwa makubwa zaidi ambayo yanafanywa na ndege zisizo na rubani katika vita hivyo, na kusonga mbele kwenye medali za vita mwezi Mei kwa kasi yake ambayo ilianza tangu mwaka 2022. Siku ya Jumapili Ukraine ilisema ilidungua ndege 117 zisizo na rubani katika operesheni iliyopewa jina la Spider's Web kushambulia ndege za Urusi zenye uwezo wa kufanya mabomu ya masafa marefu ya nyuklia katika viwanja vya ndege huko Siberia na kaskazini ya mbali ya nchi ya Ukraine. Picha za satellite zilionyesha kuwa mashambulizi hayo yamesababisha uhalifu mkubwa, ingawa pande hizo mbili zilitoa maelezo yanayokinzana kuhusu ukubwa wake, hususan Urusi ambayo ilisema mashambulizi ya hivi karibuni ya kuiathiri kwa namna yoyote ile. Meli za kimkakati za ushambuliaji za Urusi ni sehemu ya vikosi vya makombora yanayorushwa kutoka ardhini na kutoka kwa manuari ambayo yanaunda safu ya nyuklia ya nchi hiyo kubwa zaidi ulimwenguni na utishia usalama wa kiwango kikubwa nchini Urusi. Hata hivyo, Urusi imeendelea kukabiliwa na maonyo ya mara kwa mara kutoka kwa nchi za Magharibi licha ya kuwa nchi hizo zinajua uwezo mkubwa wa nyuklia wa Urusi. Marekani na washirika wake wamekuwa wakihofia katika mzozo wa Ukraine juu ya hatari ambayo inaweza kuingia katika vita vya tatu vya dunia, ikihofu kuwa huenda Urusi anaweza kutumia nyuklia katika kuiteketeza Ukraine. Afisa wa sasa utawala wa Marekani amesema ikulu ya Marekani na Donald Trump hawakujulishwa kabla ya shambulio hilo, ambalo afisa wa zamani wa utawala wa Ukraine amesema kwa sababu za kiusalama na kiutendaji mara kwa mara haitoi taarifa kwa Marekani juu ya mipango yake ya hatua zijazo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema operesheni yake iliyohusisha ndege zisizo na rubani zilizofichwa ndani ya vibanda vya mbao imesaidia kurejesha imani na washirika kwamba huenda Ukraine inaweza kuendelea na vita kwa siku zijazo mpaka Putin atakapoona kuna uwezekano wa usitishaji wa vita. Mazungumzo baina ya pande hizo mbili kwa siku za hivi karibuni yanatarajiwa kwamba huenda mwezi Juni yanaweza karudi tena mezani, ambapo kwa kiwango kikubwa inasemekana yanaweza kuwakutanisha rais wa Ukraine na rais wa Urusi chini ya usimamizi wa rais wa Marekani Donald Trump pamoja na mwenyeji wao rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Hata hivyo, katika kikao hicho duru zinasema kuwa wajumbe wamekubaliana kubadilisha miili ya watu 600 na askari waliouawa na kuunda tume ya kubadilishana askari waliojeruhiwa vibaya. Ujumbe wa Ukraine umesema Urusi itawasilisha hati ya masharti ya makubaliano yatakayomaliza uhasama katika meza ya mazungumzo. Katika kikao kijacho kinatarajiwa kuwa na matokeo chanya zaidi kwa ulimwengu pamoja na watu wa Ukraine kwa ujumla, ambapo inasemekana huenda ikachukua sura mpya ya uhasama wa muda mrefu baada ya uvamizi wa Urusi mwaka 2022 katika taifa la Ukraine. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.